Leo ni mwendelezo wa kilele cha maadhimisho ya siku ya mlipa kodi ambayo tulifanya kitaifa tarehe 24 Novemba mwaka huu. Nitumie fursa hii kurejea tena kutambua mchango wenu mkubwa unaotolewa na jumuiya ya walipa kodi na wadau mbalimbali ambao kipekee ndio wanatuwezesha TRA kufikia malengo ya makusanyo ya kodi. Katika mwaka wa fedha uliopita, mamlaka ilifanikiwa kukusanya kiasi cha trilioni 24.11 sawa na ufanisi wa 97.4%. Lengo lilikuwa ni kukusanya trilioni 24.76. Makusanyo haya yalikuwa sawa na ongezeko la 8.2% ikilinganishwa na makusanyo ya kipindi kama hicho mwaka wa fedha 2021-2022. TRA tunatambua na kuwashukuru sana walipa kodi wote kwa mchango wenu, na hii ndiyo dhana ya mamlaka kuwa na kauli mbiu ya pamoja tunajenga taifa. Nitoe rai kwa walipa kodi wote kuendelea kuongeza ari ya kulipa kodi kwa hiari, lakini pia utayari katika kutimiza wajibu wetu kisheria wa kuwasilisha ritani za kodi zilizo sahihi pamoja na kulipa kodi kwa wakati ili kujenga taifa linalojitegemea. Mamlaka itaendelea kupambana na biashara za magendo kwa kuboresha mafunzo kwa watumishi wake, kuongeza vitendea kazi vya kisasa na vya kutosha vinavyoweza kufanya kazi katika bahari, maziwa na nchi kavu. Nitoe wito kwa wafanyabiashara wote tushirikiane katika eneo hili ili kukomesha biashara ya magendo. Tatu, ni wakumbushe wafanyabiashara na wananchi wote kwa ujumla wanaoagiza mizigo kutoka nje ya nchi kwa utaratibu wa kuchangia kasha, yani container, kupitia wakala ambaye hujulikana kwa jina la consolidators and deconsolidators, kuzingatia utaratibu na kanuni za sheria za kodi kwa kuhakikisha mnakabidhiwa mizigo pamoja na nyaraka za kusafirishia inayojulikana. Leo hii tumepewa tuzo na Mamlaka ya Mapato Tanzania kuwa walipa kodi wazuri wa kati katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna furaha kubwa sana kupokea tuzo hii, kuwemo miongoni mwa taasisi za umma ambazo zinachangia katika kodi katika nchi yetu, ambayo inasaidia katika maendeleo ya nchi yetu, ujenzi wa barabara, ujenzi wa viwanja vya ndege na infrastructure mbalimbali katika usafiri wa anga. Na sisi tunamshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Royal Tour. Mashirika ya ndege yameongezeka nchini na hivyo mapato katika mamlaka ya usafiri wa anga yameongezeka, na kwa sababu mapato yameongezeka ndio maana leo hii tumeibuka kuwa walipa kodi wa kati katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.